Licha ya kuunga mkono upande wa Israel hasa katika kipindi hiki cha vita baina ya Iran na Israel, Umoja wa Ulaya umesema siku ya jana kuwa kumekuwa na dalili kwamba Israel imekiuka majukumu yake ya haki za kibinadamu chini ya masharti ya mkataba unaosimamia uhusiano wake na umoja huo, kulingana na waraka uliotolewa na shirika la habari la Reuters. Likinukuu tathmini zilizofanywa na taasisi huru za kimataifa, huduma utekelezaji ya nje ya Ulaya imesema kuna dalili kwamba Israel imekiuka wajibu wake wa haki za kibinadamu chini ya kifungu cha 2 cha makubaliano ya Umoja wa Ulaya na Israel. Ripoti hiyo inakuja baada ya miezi kadhaa ya wasiwasi katika miji mikuu ya Ulaya kuhusu operesheni za Israel huko Gaza na hata nchini Iran na hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Vikwazo vinavyoendelea vya Israel kwa utoaji wa chakula, dawa, vifaa vya matibabu na vifaa vingine muhimu vinaathiri wakazi wote wa Gaza waliopo kwenye eneo hilo lililoathiriwa, waraka huo ulisema. Alipoulizwa kuhusu mapitio ya Umoja wa Ulaya, afisa mmoja wa Israel aliita ripoti ya upande mmoja ambayo inaonyesha viwango viwili ambavyo EU hutumia kuelekea Israel. Chini ya mkataba wa muungano wa EU-Israel ambayo ulianza kutumika mwaka 2000, EU na Israel zilikubaliana kwamba uhusiano wao utegemea katika kuheshimu haki za binadamu na kanuni za kidemokrasia. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ametangaza mwezi Mei kwamba jumuiya hiyo itachunguza iwapo Israel inazingatia masharti ya mkataba huo baada ya zaidi ya nusu ya wanachama wa EU kuunga mkono kufanyika kwa mapitio hayo. Ripoti hiyo inajumuisha sehemu inayohusika na hali ya Gaza, inayoangazia masuala yanayohusiana na kunyimwa misaada ya kibinadamu, mashambulizi yenye idadi kubwa ya wahanga, mashambulizi dhidi ya hospitali na vituo vya matibabu, watu waliokimbia makazi yao na ukosefu wa uwajibikaji. Ni miongoni mwa maeneo ambayo ripoti hiyo imetazama. Kwa kuzingatia changamoto hizi za utulivu wa kimataifa, Umoja wa Ulaya umetoa wito kwa Israel kwa kuhakikisha kwamba inatoa haki kwa watu wote bila kujali ni wa taifa gani. Hata hivyo, ripoti hiyo pia inaangalia hali katika maeneo ya Ukingo wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na ghasia za walowezi. Waraka huo unategemea ukweli uliothibitishwa na tathmini zilizofanywa na taasisi huru za kimataifa, na kwa kuzingatia matukio ya hivi karibuni zaidi huko Gaza na Ukingo wa Magharibi. Israel imesema kuwa inaheshimu sheria za kimataifa na kwamba operesheni huko Gaza ni muhimu ili kuangamiza kundi la wapiganaji la Hamas, kundi la Wapalestina lililohusika na mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa Umoja wa Ulaya wanatazamiwa kujadili mapitio haya wakati wa mkutano mjini Brussels siku ya Jumatatu ya wiki ijayo. Nchi wanachama zimesalia kugawanyika katika mtazamo wao dhidi ya Israel. Wakati mawaziri wengine wanaweza kutetea kuelekea kuchukua hatua kulingana na uhakiki, hakuna maamuzi madhubuti yanayotarajiwa katika kikao cha Jumatatu. Wanadiplomasia wanatarajia maafisa wa Umoja wa Ulaya wataifikia Israel na matokeo ya mapitio hayo katika juhudi za kuishawishi, na kwamba mawaziri watarejea katika mada hiyo wakati wa mkutano wa mwezi Julai. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.